Saga. Naenda juu pale bodi. Na mimi niungane na mwenyekiti, niungane na Mheshimiwa Waziri Nape. Kwa kweli kitendo kilichotokea kinatakiwa kulaaniwa. Hii sio Tanzania ile ambayo sisi wote tulikuwa tunaitarajia au tunaitarajia mpaka sasa, kwa maana hatujakata tamaa, na ndio maana tuko hapa ili kunyoosha mambo kama viongozi ambao nyinyi mmetuchagua, sisi ni wawakilishi wenu. Shambulio lilofanywa jana sio kwa Clouds, limefanywa kwa industry, limefanywa kwa uwekezaji. Mimi ni shuhuda wa uwekezaji wa Clouds toka wako pale Kitega Uchumi studio, kuna kiti kimoja cha plastiki tunaenda kuhojiwa pale. Staffu sijui wako 6 sijui 7, lakini leo hebu angalia kundi la staffu lilokuwepo hapa mbele, alafu mtu anataka kuja kuvuruga kwa dakika 2 ajira hizi. Hawa masela wengine wanaonekana na vifua hapa kabisa, wakitoka hapa si watatukaba huko mitaani. Sasa unakuwa umesaidia nini? Kwa hiyo hichi kitendo tunakilaani wote. Mimi kama waziri kivuli pia nakilaani. Na kwa kweli yani sijui hata nifanyaje, sijui yani unashindwa kuelewa hii nchi sasa hivi inakwenda wapi. Kamati inasubiri kufanya mambo yake, lakini mimi namshauri rais tu ili kujenga imani. Hii kukata tamaa isije ikahamia kwake kwa kumuona asimamii mambo fulani, anaacha ende with impunity. Anatakiwa tu baijana leo asubuhi Makonda kutakiwa kuwa mkoa wa Dar es Salaam. Asante sana. Sijui ni Makonda. Sasa sina uhakika ni Makonda au Bashite. Mheshimiwa Waziri wa Habari, Tamaduni na Michezo, Mkurugenzi Mkuu wa Clouds Media, Mkurugenzi wa vipindi Bwana Ruge Mtahaba, Mheshimiwa wabunge, wanahabari na wafanyakazi wote wa Clouds Media. Sisi kama kamati ya bunge, Mheshimiwa Spika alituomba tuje tuone kilichotokea. Tumekutana na uongozi wa Clouds Media, wametuambia yaliyotokea. Kwa niaba ya kamati, kwanza tunawapa pole sana wafanyakazi wa Clouds Media. Lakini hii ndio kazi ya waandishi wa habari. Hii ndio mitihani yake. Lakini pia tunawapa pole waandishi wote wa habari kwa tendo hili lililotokea. Moja ambalo ni kubwa kidogo, jambo hili ni fundisho hasa kwa waandishi wa habari. Msikubali kutumiwa na sisi wanasiasa. Inawezekana matokeo ya jambo hili ni kwa sababu sisi wanasiasa tunakuja kwenye vyombo vya habari, tunatengeneza ujamaa, tunaweza tukalazimisha mambo ambayo ni nje ya utaratibu. Nimeomba niseme hili kwa waandishi wa habari kwamba hili tokio liwe fundisho kwenu, tusikubali kutumika. Fanyeni kazi yenu kulingana na weledi wa kazi yenu. La pili, tumekuja hapa, tumesikia vizuri sana alichofanya mkuu wa mkoa
kwa namna yoyote ile ni utumizi mbaya wa madaraka, ni kutumia vibaya madaraka aliyopewa. Na si kama kamati tunasubiri serikali imechukua kuna utaratibu, imeunda kamati, wakishamaliza ripoti yao wataileta kwetu, tutatoa maoni yetu na sisi tutashauri baada ya kupata ripoti ya hiyo kamati. Lakini kwa kweli tunalo jukumu kama taifa kulinda waandishi wa habari. Lakini kulinda taifa letu haliwezi kuwa taifa ambalo wanasema impunity, kwamba yuko mtu mmoja kwa sababu ana vyombo anaweza akafanya jambo analolitaka. Hili halitakiwi. Leo amekuja kwenye vyombo vya habari, kesho atakwenda kwenye restaurant, kesho kutwa atakwenda kwenye nyumba zetu. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, fanyeni kazi kulingana na sheria zilizowaweka madarakani. Nchi hii inaongozwa kwa sheria. Jambo hili ni gumu sana kulifikiria wakati fulani, lakini jambo ambalo nadhani ni mtu, kuna kulewa hapa kwa madaraka. Hakuna namna nyingine, ni kulewa kwa madaraka. Mimi niwaombe sana waandishi wa habari, tutulie kipindi kigumu ambacho serikali inafanya kutaka kujua ukweli wa jambo lililotokea, na baadaye nadhani serikali itatoa ripoti ya nini kinachotakiwa kufanyika. Lakini kama kamati tumesikitika sana na haya matumizi mabaya ya madaraka na vyombo vya ulinzi na usalama. Nilikuwa najiuliza, wakipanda hapa na mabunduki, kungetokea bahati mbaya bunduki ile kukatokea lolote, ikafyatuka, risasi ikatoka, akafa mtu, leo tungeongea nini? Huku ndio kuchapa kazi? Mimi nadhani tuache serikali ifanye wajibu wake, lakini kwa vyovyote vile kilichofanyika hakikubaliki kwenye jamii ya Watanzania. Toka miaka 50 ya uhuru hakuna mkuu wa mkoa amewahi kufanya haya. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru na niwape tena pole wenzangu wa Clouds FM na wanahabari wote. Tumepitisha sheria ile ya habari. Tunawataka nyie muwe responsible, lakini na nyie lazima mlindwe. Lazima uhuru wa habari ufanyeje? Ulindwe na wanahabari na vyombo vyao. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru, lakini nimalizie kwa kuwapa pole sana wafanyakazi. Poleni sana katika kipindi hiki kigumu. Ninaamini kadri muda unavyoenda mambo yatatulia. Lakini mimi ninachotaka kusema tu ni kitu kimoja, kwamba industry ya media imejengwa kwa miaka mingi na kwa nguvu kubwa sana. Wabunge sisi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba muhimili wa executive unatimiza wajibu wake. Na Makonda kama kijana kama mimi, ambaye siku zote amekuwa akifanya kazi nzuri sana toka akiwa DC mpaka akawa mkuu wa mkoa, anafanya makosa ya kimkakati kila kukicha kumharibia legitimacy yake katika umma. Ni jambo la hatari sana. Lakini naamini kwamba serikali imeunda tume na kesho saa 8 watatoa taarifa. Kwa hiyo tusubiri kesho saa 8 kauli ya wizara ya serikali itakayotolewa. Na naamini kistaarabu, Paul Makonda kistaarabu, si dhambi ukikosea ukaja hadharani ukaomba radhi. Ana wajibu wa kuja kuwaomba radhi Clouds kwa kitendo cha kuingia akiwa na askari wakiwa na silaha na kutengeneza taharuki hii. Ni wajibu wa kiongozi yoyote unapokosea kuwaomba radhi uliowakosea.